Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni katika siku nyingine ya mkutano wetu wa siku 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo mawaziri wetu wanakutana nanyi, kuzungumza nanyi na kuzungumza na Watanzania kupitia vyombo vya habari juu ya utekelezaji wa ahadi ambazo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezitoa kwa Watanzania. Jana tulikuwa na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na leo tutakuwa na Mheshimiwa Anton Mavunde, waziri wetu wa madini. Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuja. Ni heshima kubwa sana kwetu sisi waandishi wa habari pale tunapokutana na nyie waheshimiwa mawaziri na tukapata nafasi ya kuzungumza nanyi, kusikiliza kazi ambazo zinafanywa na serikali, lakini pia kuuliza maswali na mkatujibu yale ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Lakini pili, naomba kukushukuru wewe pamoja na ndugu yangu Samamba, katibu mkuu, na naibu katibu mkuu na wote management yote ya wizara kwa namna ambavyo mnasimamia sekta ya madini. Mimi katika nafasi yangu ya msemaji mkuu wa serikali, moja kati ya maeneo ambayo tunayazungumza tukiwa kifua mbele ni eneo la madini, sekta ya madini. Kwa sababu ni sekta ambayo inafanya vizuri, imewasaidia vijana wengi wako kwenye kazi. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikasema, bwana, ukizungumza wizara ambazo zikilala zikiamka zinalala na vijana, basi ni wizara hii ya madini. Kwa sababu mzee akishazeeka ule kwenye mashimo hawezi kuingia. Wala yale makarai mazito yale hawezi kunyanyua. Kwa hiyo kazi inafanywa na vijana. Na mimi niwapongeze sana vijana wa Tanzania kwa kuchangamkia fursa hii, na tuendelee kufanya hivyo. Tukilala watakuja wageni, watatumia fursa hizi. Madini ni ya watu wote duniani. Cha msingi ni kufuata tu sheria. Kwa hiyo kijana wa Tanzania ukilala, basi watu watatoka nchi jirani, watatoka mbali, watakuja watachimba, wakifuata tu sheria za nchi, watachimba wataondoka. Lakini uzuri ni kwamba Mheshimiwa Waziri, tunakuona sana siku zote huko maeneo mbalimbali, unahamasisha vijana, na kwa sababu vijana wanakupenda, naona wengi wamejitokeza wanakuja kwenye sekta ya madini. Na Mheshimiwa Naibu Waziri pia na kuona mara nyingi, tunakushukuru sana kwa kazi hiyo kubwa ambayo mnaifanya kuhamasisha vijana kujiunga na sekta ya madini. Sasa Mheshimiwa Waziri, mimi nisiwe na maneno mengi. Jukumu langu hapa ni kukukaribisha uzungumze na Watanzania juu ya kazi ambayo imefanywa na serikali katika siku 100 za awamu ya pili ama kipindi cha pili cha awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.